ambapo habari kuu usiku huu ni Dkt. Mpango ataka mikoa bustani za mimea. Kimataifa, Trump atangaza kuiondolea vikwazo vyote nchi ya Syria. Na katika michezo, Simba wawasili salama nchini Morocco. Karibu mtazamaji katika uchambuzi wa habari zetu kutoka hapa Sky TV. Jina langu naitwa Maliango Mugeta. Makamu wa Rais wa Tanzania Dkt. Philip Mpango amewataka viongozi wa mikoa kushirikiana na taasisi za misitu na utafiti kuanzisha bustani za mimea zitakazosaidia kutoa fursa kwa vijana kutafiti na kutengeneza dawa zitakazoweza kuwasaidia Watanzania. Mlindi Joseph ana undani wa taarifa hii. Ni katika maadhimisho ya miaka 20 ya Chuo Kikuu Katoliki Ruaha yaliyofanyika katika viwanja vya chuo hicho mkoani Iringa. Dkt. Mpango anasema utafiti na utengenezaji wa dawa kutokana na miti asili ni jambo la muhimu, hivyo kila mkoa una wajibu wa kuhakikisha unalinda miti mbalimbali asili na kufanya uhifadhi kwa manufaa ya Watanzania. Napenda kuhimiza wanataaluma kuweka mkazo katika tafiti zinazoitwa tafiti tumizi. Kwa Kihehe tena inaitwa applied research. Katika taifa letu zinahitajika sana tafiti zinazolenga kukabiliana na changamoto zilizopo katika jamii na hususan teknolojia duni na tija ndogo katika sekta za uzalishaji. Lakini pia tunahitaji tafiti tumizi upande wa magonjwa ya binadamu, mimea na mifugo, lakini vile vile namna ya kupambana na uharibifu wa mazingira. Lakini tunazo changamoto nyingine katika jamii yetu ambayo ni pamoja na uongozi maslahi. Badala ya viongozi kujali maslahi ya wanyonge na walio wengi, basi wanajali maslahi ya matumbo yao. Tunazo changamoto za siasa chafu, ukatili dhidi ya wanawake na watoto, tuna changamoto za rushwa na kadhalika. Kwa hiyo naomba kuwahimiza wahadhiri pamoja na wanafunzi kujielekeza katika kufanya tafiti zitakazotoa majibu ya changamoto kama hizo. Aidha, ni muhimu pia kwa wanazuoni na wanataaluma kufanya uchambuzi na kujihusisha na mijadala mbalimbali ya kitaifa kwa lengo la kuelimisha jamii na kusaidia utatuzi wa changamoto kwa kipindi cha muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Na ni mifano michache ni pamoja na kutoa mawazo na ushauri kwa Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi ambayo inaendelea kufanya kazi hivi sasa, lakini pia katika ukamilishwaji wa dira mpya ya taifa letu, dira ya mwaka 2050. Kwa upande wake, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Omar Kipanga amesema serikali ya awamu ya 6 imetoa kipaumbele kwa sekta binafsi kushiriki katika uzalishaji na utoaji wa huduma mbalimbali ikiwemo elimu. Katika kutimiza jukumu hilo, serikali imeendelea kuwekeza katika kujenga mazingira rafiki, ikiwa ni pamoja na kujenga miundombinu ya maji, umeme, barabara na kadhalika, ili kuhakikisha kuwa sekta binafsi zikiwemo taasisi za elimu zinafanya kazi katika mazingira ambayo ni wezeshi na hivyo kutoa elimu bora na ya kiushindani. Upande wake, mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Ruaha ambaye ni askofu wa Jimbo Katoliki Iringa, Mhashamu Romanus Mihali, amesema chuo hicho kinatoa mchango kwa jamii katika nyanja mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, hivyo kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Naomba jamii ya Iringa na wananchi kwa ujumla watambue ya kuwa kituo cha afya ni ndoto iliyoanza kutimia kutokana na jitihada hizo, na leo tunajivunia kuwa hatua kubwa imepigwa katika kuhakikisha Chuo Kikuu Katoliki Ruaha kinatoa mchango mkubwa kwa jamii, si tu katika sekta ya elimu bali pia katika sekta ya afya. Mlindi Joseph, Sky TV.
Jeshi la polisi limewataka wanafunzi wa vyuo vikuu nchini kutojihusisha na uhalifu wa aina yoyote. Undani wa taarifa hii naungana na Virginia Paul. Kauli hiyo imetolewa leo Mei 14 na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi mwandamizi George Katabazi, katika kikao alichokifanya na viongozi wa serikali ya wanafunzi vioni katika ukumbi wa polisi uliopo jijini Dodoma, ambapo amesema, ya kwanza, tusijihusishe na uhalifu wa aina yoyote: wizi, uvunjaji, matumizi ya dawa za kulevya. Tusijihusishe, lakini tuwe chanzo cha kulinda na kudumisha amani katika maeneo yetu ya vyuo, lakini nje ya vyuo, katika mkoa wetu wa Dodoma kwa ujumla wake. Ukijihusisha na uhalifu kwa namna moja au nyingine, ukawa sehemu ya uhalifu, aidha kwa kusaidia au kwa kujihusisha moja kwa moja au kwa kushauri, na wewe ni mhalifu. Sasa tujue kwamba uhalifu haulipi. Tutambue kwamba serikali inawategemea sana nyinyi wasomi. Si nyinyi wasomi? Si ni wasomi? Kutumia uwezo, akili, ujuzi, utaalamu mlionao ili kuweza kufanya mabadiliko ya kuleta maendeleo katika nchi yetu. Aidha, kamanda Katabazi amewaomba serikali ya wanafunzi kushiriki katika programu mbalimbali zinazoandaliwa na jeshi la polisi ili kutokomeza vitendo vya kiuhalifu. Sasa ili kuweza kudumisha, nini kifanyike? Niwaombe serikali ya wanafunzi au wanachuo. Sio serikali ya wanafunzi au wanachuo. Niseme serikali ya wanafunzi. Ndio mnaita hivyo? Serikali ya wanafunzi. Niwaombe haya mahusiano yawe endelevu. Sky TV imezungumza na baadhi ya viongozi wa serikali za wanafunzi wa vyuo vilivyopo jijini Dodoma, ambapo walihudhuria kikao hicho, na hivi ndivyo wamesema. Kiwemo makamu mkuu wa chuo pamoja na viongozi wengine wa wanafunzi kama mwadili wa wanafunzi, ili kuweza kuchukua hatua zaidi kwa tukio kama lililotokea la UDOM. Lakini kwetu kama ikitokea hivyo, basi tunashughulikia kwa staili hiyo, kushirikisha utawala pamoja na uongozi wa wanafunzi akiwemo mwadili wa wanafunzi. Wito wetu kwanza ni wanafunzi lazima watambue kile walichoenda kukifanya chuo kikuu, lakini pia wito wetu ni kuwahamasisha wanafunzi kuwa na mawasiliano ya karibu na uongozi wa serikali ya wanafunzi, tukitumia platform kama makundi ya WhatsApp kwa kupeana taarifa za mara kwa mara ili kuhakikisha usalama wa wanavyuo. Na sisi kama serikali ya wanafunzi wa mipango, wito ambao tunaweza kwenda kutoa kwa wanafunzi wenzetu ni kwamba tutii sheria na taratibu za chuo kwanza, lakini pia tutii kanuni na taratibu za serikali au nchi kwa ujumla, kwa sababu tukivitii hivi vitu, sidhani au sifikiri kama kuna matukio ya kiuhalifu yanaweza kufanyika. Kutoka jijini Dodoma, Virginia Paul, Sky TV. Asante Virginia Paul kwa taarifa hiyo. Asilimia 90 ya chakula cha mazao kinachochangia madhara ya sumu kuvu ambayo kinasababisha madhara ya kiafya kwa walaji, ikiwa ni uwezo wa kuzaa kwa mwanamke na mwanaume pamoja. Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kushirikiana na Taasisi ya Kuimarisha Lishe na Usalama wa Chakula umekutana na halmashauri 3 za mikoa ya Mbeya na Songwe kwa lengo la kujadili usalama wa chakula kwenye masoko mbalimbali, na hapa mtaalamu mwelekezo wa usalama wa chakula Alinanusu Mwalwange akatoa madhara ya sumu kuvu. Asilimia 90 ya chakula kinachozalishwa ndo kimekuwa kikiuzwa holela kwenye masoko haya ya kawaida ambayo watumiaji wengi ndiko wanakopata chakula. Katika utafiti inaonyesha kuwa katika chakula kinachozalishwa Tanzania, asilimia 25 mpaka 40
kina madhara ya sumu kuvu, na hicho sasa tena ndicho kwa 90% kinaliwa na Watanzania walio wengi katika masoko ya kawaida. Mkuvu ikiliwa kwa wingi kizidi, inapunguza pia uwezo wa kufikiri, ubongo hauwezi kufanya kazi vizuri. Kuna madhara ambayo mengine ya kiafya, kuwa na uwezo wa kuzaa kwa mwanaume kwa mwanamke unapungua. Festo Kapela ni afisa biashara mwandamizi kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara. Amesema bado kuna changamoto kwenye usalama wa chakula kuanzia ngazi ya uzalishaji hadi sokoni, ambapo zinahatarisha afya ya mlaji. Usalama wa chakula katika nchi yetu bado ni changamoto, kuanzia kwa mfano kwenye uzalishaji, mkulima pale anapopiga madawa kwa mazao na mazao pia mboga mboga na matunda, lakini pia kwenye uchakataji viwandani, lakini pia inapofika pia sokoni kwa mlaji kule, tumekuta bidhaa zinapangwa chini, lakini pia wamefungasha katika vifungashio ambavyo sio sahihi. Hii maana yake nini? Kwamba inahatarisha afya ya mlaji, lakini pia kwa jamii kubwa. Afya zinaharibika kupitia vyakula wanavyokula, vyakula ambavyo haviko salama, lakini vyakula vimetengenezwa katika mazingira yasiyo salama na sio masafi. Wakipata hii elimu, waheshimiwa madiwani na mamea na viongozi wengine katika ngazi ya mkoa na kata na wilaya, wataenda kutoa elimu namna gani ya kusimamia masuala mazima ya usalama wa chakula. Nao baadhi ya washiriki walioshiriki kikao hicho wakatoa maoni kwa viongozi serikalini kusimamia usalama wa chakula pamoja na kuelimisha jamii juu ya madhara ya sumu kuvu. Tunafahamu utaratibu wa serikali kwamba kuna vikao vya kisheria ambavyo kimsingi ndivyo venye kamati za kudumu. Kwa hiyo kamati zile zina wajibu sasa kwenye kila kikao iwe nini ni ajenda ya kudumu masuala ya usalama wa chakula, lakini pia kila mmoja atekeleza wajibu wake mahali alipo. Tumeona kwamba vyakula vingi ambavyo viko masokoni ambavyo Mtanzania wa kawaida anapata sokoni huwa vimeshapata madhara hayo au sumu hiyo. Sasa ni wajibu wetu sisi kama viongozi au pamoja na wataalamu kuelimisha jamii, kufanya watu kuelewa umuhimu wa kujua sumu kuvu na madhara yake katika miili ya binadamu, hasa kwa Watanzania wa kawaida. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante Upendo Kibetile kutoka jijini Mbeya. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu wa Habari, na habari kuu usiku huu ni pamoja na Dr. Mpango ataka mikoa kuanzisha bustani za mimea. Kimataifa ni Rais Trump atangaza kuiondolea vikwazo vyote nchi ya Syria, na katika michezo Simba wawasili salama nchini Morocco. Siku chache tu baada ya Tume Huru ya Uchaguzi nchini kulitangaza jimbo jipya ya Katoro, Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Geita kimetangaza kufurahishwa na uamuzi huo utakaokwenda kuongezea ufanisi kwa wananchi katika jimbo hilo. Michael Bundala ana undani wa taarifa ifuatayo. Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Geita kimetoa kauli hiyo kupitia kwa mwenyekiti wa chama hicho wilaya ya Geita Barnabas Mapande katika kikao kilichofanyika katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro mkoani Geita. Mwenyekiti huyo Barnabas Mapande akizungumza na wanachama wa chama hicho katika mkutano huo ameeleza kuwa Chama cha Mapinduzi CCM kinapongeza uamuzi huo wa kuligawa jimbo la Busanda na kupatikana kwa jimbo jipya la Katoro. Katika mambo makubwa tuliyopewa sisi na Tume Huru ya Uchaguzi, katika mambo makubwa yaliyofanywa kwetu na Tume Huru ya Uchaguzi ni kuligawa jimbo la Busanda na kupata jimbo la Katoro. Haki ya Mungu, jambo kubwa limefanyika. Ndugu zangu, niwaambieni, jimbo la Busanda lilikuwa kubwa umewahi kuona. Halafu lilikuwa kwenye jimbo la Busanda liko kama Mbalamwezi Changa hivi. Hebu ona inapoanzia unaanza Kasanga ama Bukombe kule ziwani, uende ukapakane tena uende ukapakane na Kahama, ukapakane na Nyang'hwale. Ni mwendo mrefu, population hii kubwa. Ndugu zangu, wana wa Geita, tuna nini na Tume Huru ya Uchaguzi? Katika hatua nyingine, Mapande ameeleza kwamba katika wilaya ya Geita jumla ya shule za msingi mpya 24
zimejengwa kwa ajili ya wanafunzi kujiunga na masomo. Na ndugu zangu, nataka niwaambie, katika shule za msingi ambazo zimejengwa kwenye wilaya yetu, kwenye wilaya ya Geita, katika shule za msingi mpya ambazo zimejengwa ni shule za msingi 24 mpya kama tunayoona pale Kilimani. Kwa hiyo kuna fedha nyingi zimeleta, zaidi ya mamilioni yamekwenda kwenye shule za msingi kuanzishwa mpya. Diwani wa viti maalum halmashauri ya wilaya Geita Maimuna Kaitira Buriro akizungumzia kupatikana kwa jimbo jipya la Katoro, yeye ameishukuru Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa kweli mimi binafsi ninashukuru sana kupata jimbo lingine la pili. Na ndugu mwandishi wa habari, hii furaha yangu ni ya wanajimbo wote wa jimbo la Busanda, jimbo ambalo lilikuwa na kata 22. Ukiangalia jiografia yake ni kama wilaya nzima ya jimbo la Busanda. Kwa hiyo leo tumepata jimbo na tulikaa na tume, mapendekezo tulitoa sisi madiwani, na hatimaye wananchi pia walikuwa wametutuma hivyo hivyo, na tume imekuja tumekaa nayo. Kwa kweli tunashukuru tume. Tume hii ni ya ukweli na haki. Ilikuja ikasema mapendekezo yenu tunaenda kuyafanyia kazi. Wamefanya kazi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutukubalia sisi kugawa jimbo. Kutoka hapa katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro, halmashauri ya wilaya ya Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Kwa hiyo, Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mhandisi Mary Priska Mahundi, amesema serikali imeendelea kuchukua hatua kwa wanaofanya ukatili wa kijinsia kwa wanawake kupitia mitandao ya kijamii na kwa kwenye tabia hiyo kuacha mara moja. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma leo Mei 14, 2025, Mhandisi Mahundi amesema wizara hiyo kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum na wadau wengine wamefanya majadiliano kuhusu njia za serikali kuimarisha usalama wa mitandao na kupambana na uhalifu mitandaoni, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji dhidi ya wanawake. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeendesha kampeni za kutoa elimu kuhusu matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Elimu hii imetolewa kwa makundi mbalimbali yaliyojumuisha wanafunzi wa shule za sekondari pamoja na wanawake. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum na wadau wengine wamefanya majadiliano kuhusu njia za kuimarisha usalama wa mitandao na kupambana na uhalifu mitandaoni, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji dhidi ya wanawake. Vile vile, wizara inasimamia utekelezaji wa sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ya mwaka 2022 zilizotungwa mahususi kwa ajili ya kulinda watumiaji wa mtandao, hasa wanawake, dhidi ya unyanyasaji na ukatili wa mtandaoni. Kwa kuwa kumekuwa na matukio mbalimbali katika mitandao ya kijamii ikionyesha baadhi ya shule wanafunzi wakifanya matukio ambayo ni kinyume cha sheria na ni udhalilishaji, je, serikali imechukua hatua gani? Swali la pili, kwa kuwa kumekuwa na matukio mengi ambayo yanaashiria udhalilishaji katika mitandao, je, serikali imeshawachukulia hatua kwa kiasi gani wale ambao wanafanya uhalifu huo? Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nimpongeze sana dada yangu Mheshimiwa Daktari kwa kuuliza maswali yenye afya kwa ajili ya umma kwa lengo la kuona kabisa pamoja na ulimwengu sasa unashuhudia ukuaji mkubwa na kasi wa teknolojia, lakini vile vile matumizi yawe sahihi. Kama serikali, hatua ambazo zimechukuliwa kwa hawa ambao wanafanya makosa ya kijinai, maana kufanya matendo ambayo hayana adabu, na yote ambayo tumeweza kuyashuhudia, mengi tumeona yanashughulikiwa na jeshi la polisi, wameshachukuliwa hao ambao wamefanya hayo na sheria inafuata mkondo wake. Lakini vile vile kiasi ambacho tumeweza kukifanyia kazi kwa makosa mbalimbali ya mtandaoni ni zaidi ya 50% ya makosa yaliyojitokeza yameweza kufanyiwa kazi na taratibu mbalimbali za kisheria zimeweza kuchukuliwa dhidi yao.
Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa fursa ya kuuliza swali la nyongeza. Baadhi ya wahanga wa ukatili mitandaoni wamekuwa wakitolewa picha zao bila ridhaa yao. Je, serikali inatoa kauli gani kuhusiana na jambo hili? Nashukuru kwa swali kutoka kwa Mheshimiwa Taufik Fatma. Kauli ambayo ninaweza kuitoa kwa kutumia bunge lako tukufu Mheshimiwa Naibu Spika ni kuendeleza kutoa elimu. Wataalamu wetu waendelee kutoa elimu bila kuchoka, hasa wataalamu wetu kutoka TCRA lakini vile vile na Jeshi la Polisi, kwa sababu kutumia taarifa za mtu bila idhini yake ni kosa la jinai, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais ameweza kuunda taasisi maalum inayolinda taarifa za mtu binafsi. Hivyo sheria itachukua mkondo wake bila kuona aibu kwa yoyote. Wananchi zaidi ya 80,000 hususan eneo ya pembezoni mwa mkoa wa Arusha wanatarajiwa kufikiwa na huduma za kibingwa za afya kupitia jopo la madaktari bingwa 50 ambao wameanza kambi za matibabu katika halmashauri zote za mkoa huo wa Arusha. Amina Ngahewa ana undani wa taarifa ifuatayo. Wakizungumza mara baada ya kuwasili na kuanza kazi ya kutoa huduma hizo wanazotarajia kutoa kwa siku 7 katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo, baadhi ya madaktari wamesema wamejipanga kuhakikisha malengo ya kusogeza huduma karibu kwa wananchi yanatimizwa. Hii ni awamu ya 3. Awamu ya kwanza na ya pili tulifikia wananchi au wagonjwa 154,015. Kwa awamu hii tunatarajia kutokana na data zilizopita tunatarajia kuwafikia 80,000. Sasa katika maeneo ya pembezoni wananchi wanalazimika kutembea umbali mrefu sana. Kwa mfano mtu anayetoka Ngorongoro akija kupata huduma hizo Karatu au akija kupata hizo huduma Arusha mjini analazimika kutembea zaidi ya kilomita 400. Unaweza kuona uhitaji huo. Kwa upande wao wananchi wa mkoa huo wanabainisha namna watakavyonufaika na msaada huo, ikiwa ni pamoja na kumpongeza Rais Samia kwa kuwa mkombozi katika kuhakikisha wananchi wanafikiwa na huduma hizo kwa urahisi. Anapotufikia sisi jijini Arusha tunamshukuru sana, tunampongeza tena Mama Samia kwa sababu kwanza unakuta ni gharama nafuu, na tunapogundulika tuna tatizo na madaktari bingwa hawaondoki bila kutupa huduma. Nao baadhi ya wahudumu wa afya katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo wanabainisha mpango huo unavyoweza kuongeza kasi ya madaktari katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Especially hapa katika department hii ya mionzi tuna mashine ya kisasa kabisa ya kupima na kutambua saratani ya matiti kwa wakina mama. So kwa mantiki hiyo sisi kama Kaloleni tupo tayari kushirikiana na madaktari bingwa Mama Samia katika kufanya vipimo mbalimbali. Ujio wa madaktari bingwa unaenda kuwajengea uwezo madaktari wetu, na hata watapoondoka baada ya siku 7 manake hizo huduma zitakuwa endelevu. Ni kitu kikubwa sana. Lakini vile vile hiyo hospitali ya wilaya imepata takribani milioni 770 kwa ajili ya vifaa vya kibingwa kabisa. Kwa hiyo sasa uwepo wa madaktari bingwa wataweza kutusaidia kuwafundisha madaktari wetu waweze kuvitumia vile vifaa. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, mimi ni Amina Ngahewa. Asante kwa taarifa hiyo kutoka jijini Arusha. Katika kuhakikisha watoa huduma wananufaika na uwepo wa rasilimali ya madini, taasisi ya watoa huduma katika sekta ya madini TAMISA imeweka malengo ya kuwajengea uwezo waweze kuchangamkia fursa kupitia kampuni zinazoendesha migodi hapa nchini. Nora Damian ana undani wa taarifa ifuatayo. Akizungumza leo mwenyekiti wa taasisi ya watoa huduma kwenye sekta ya madini TAMISA, Peter Kumaliwa, amesema hatua hiyo inalenga kuunga mkono ushiriki wa wananchi kwenye sekta ya madini ili wanufaike na uwepo wa rasilimali hiyo. Mheshimiwa Anthony Mavunde amekuwa champion sana katika kujaribu sisi kufanya sisi wa Tanzania tuweza kushiriki vyema katika uchumi huu katika hii sekta hii ya madini.
Ameongelea zaidi ya mara moja, jamani, kuna over trilioni 3.1 kila mwaka ambayo inatumika katika manunuzi. Tunajaribu kuona hiyo trilioni 3 inaenda wapi. Kitu ambacho katika uongozi wangu nataka nikumbukwe ni kuhakikisha kwamba tunaiona hiyo trilioni 3.1 at least katika miaka miwili, at least 20% au 30% tuione kwa Watanzania. Tunakuwa tukilalamika sana kuhusu Wachina wanakuja hapa wanachukua kazi zetu. Sasa hii taasisi itahakikisha kwamba inaweza kuwajengea uwezo wa Tanzania ili waweze kushiriki katika uchumi mpana. Tuna kila sababu ya kushiriki kwenye uchumi wa madini, kuweza kujiunganisha au kuungana na makampuni mbalimbali ya kimataifa yanayotoa huduma kwenye sekta ya madini. Kwa hivyo imekuwa ni fursa njema ambayo rais wetu ametufungulia pamoja na uongozi wake. Kwa kweli tunachukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan daktari kwa kazi hiyo, lakini vile vile tunapenda kuchukua nafasi hii kutoa pongezi na kutoa shukrani zetu kwa waziri wa madini ndugu yetu Anthony Mavunde, ambaye yeye amekuwa mstari wa mbele katika kusimamia ushirikishwaji wa Watanzania au local suppliers kwenye sekta ya madini. Tunafahamu kwamba kuna changamoto nyingi sana zinazojitokeza kwenye ushiriki wa local suppliers kwenye sekta hii, kwa sababu sekta hii ni sekta tunasema ni technical, yani vitu vingi ni vya kitaalam sana. Takwimu za Wizara ya Madini zinaonyesha kuwa zaidi ya shilingi trilioni 3.1 zimetumika mwaka jana kwa ajili ya manunuzi ya bidhaa mbalimbali yaliyofanywa na kampuni zinazoendesha migodi hapa nchini. Hivyo ushiriki wa wazawa ni muhimu ili waweze kunufaika na uwepo wa rasilimali hiyo. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Asante Nora Damian kwa taarifa hiyo. Mbunge wa jimbo la Vwawa, Mheshimiwa Japhet Hasunga, ameipongeza serikali kwa hatua ya ujenzi wa minara katika jimbo lake, huku akiomba serikali kuendeleza ujenzi wa minara katika maeneo mengine yanayopata usumbufu ya kimawasiliano ili wananchi waishio katika maeneo hayo waweze kupata huduma hiyo muhimu zaidi. Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia, Mheshimiwa Ahmed Priska Mahundi, ametoa ufafanuzi juu ya mradi huo utakaoleta tabasamu kwa wananchi katika jimbo hilo. Ya Nyimbili kuna minara miwili iliyojengwa kwa ruzuku ya serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF. Mnara wa kwanza ni wa kampuni ya Honora maana Yas ambayo ilikuwa Tigo, na mnara wa pili ni wa kampuni ya Vodacom, na minara hii yote imekamilika na inatoa huduma kikamilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa kata ya Ipunga na Isalalo bado hazijapata fursa ya kunufaika na miradi ya serikali ya kuboresha huduma za mawasiliano. Hivyo kupitia UCSAF katika kata hizi zitafanywa tathmini ili kubaini changamoto za mawasiliano ya simu katika maeneo tajwa na kubaini mahitaji halisi ya kuyaingizia katika zabuni zitakazotangazwa kulingana na upatikanaji wa fedha, hususani katika mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Japhet Hasunga. Asante sana, naomba nishukuru sana kwa majibu mazuri yaliyotolewa na serikali, lakini nao maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa kata ya Ipunga na kata ya Isararo serikali imedai kwamba bado hazijanufaika na upatikanaji wa huduma za simu za uhakika, ni lini sasa utafiti huo utakamilika ili wananchi wale ambao wamesubiri kwa muda mrefu waweze kunufaika na mawasiliano ya simu? Lakini swali la pili, pamoja na kwamba kata ya Nyimbili mmejenga minara miwili ambayo kwa kweli naipongeza serikali, lakini yapo maeneo kutokana na jiografia ya kata ya Nyimbili yako bondeni na mengine yako kuna milima mingi, hayapati mawasiliano ya simu kwa uhakika. Maeneo kama Antesia, maeneo kama Shtiti, Nyanyi na Mwangwa yote hayapati mawasiliano. Upi mkakati wa serikali kwa kuhakikisha kwamba maeneo hayo yanafikiwa vizuri na mawasiliano yanapatikana kwa wakati? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nipokee shukrani za Mheshimiwa Japhet Hasunga, na wewe pia nikupongeze kwa ufuatiliaji mzuri, na nikuhakikishie tu kwamba huu utafiti tutahakikisha unafanyika
katika mwaka huu wa fedha, ili mwaka ujao wa fedha kadiri pesa inavyopatikana mapema sana, wananchi hawa waweze kupelekewa huduma ya mawasiliano, kwa sababu ndio hamu ya Mheshimiwa Rais wetu kuona kwamba vijiji vyote vinafikiwa kupata mawasiliano ya uhakika. Lakini mkakati wa serikali katika mazingira haya yenye miinuko, tayari wataalamu wetu wanaendelea kufanyia kazi, kama ni ku-upgrade na kuona kwamba signals ziwe za mfumo mzuri labda wa 3G watafanya, lakini maeneo ambayo haiwezekaniki basi minara mipya itapelekwa, na tayari tuna ongezeko la bunch ya minara zaidi ya 200. TTCL pia watakwenda kwenye maeneo haya yote ambayo sio rafiki wa biashara, lakini wananchi wetu ambao Dr. Samia Suluhu Hassan anawahudumia wataweza kufikiwa. Asante kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, kumbuka ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, na tuna muda si mrefu mara baada ya mapumziko mafupi tutaungana na Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni Trump watangaza kuiondolea vikwazo vyote nchi ya Syria. Habari, kwa majina naitwa Thompson Michael Bumela, ni mkuu wa idara ya maji chini ya ardhi inaitwa underground water kutoka kampuni ya GK Water Expert. Kampuni yetu inajihusisha na uchimbaji wa visima, lakini kabla ya uchimbaji wa visima ni kuelezea hatua za uchimbaji wa visima. Hatua ya kwanza tunaanza na ufanyaji wa utafiti wa maji chini ya ardhi tunaita survey. Baada ya survey tunafanya uchimbaji wa visima ambao unaweza tukaweka bomba tunaita PVC installation au tusiweke bomba. Pia hatua inayofuata tunaweka pump installation. Baada ya hapo tunafanya solar installation kwa mtu ambaye hana umeme au site yake haina umeme karibu, tunafanya solar installation. Ukiachana na uchimbaji wa visima, kampuni ya GK Water Expert inajihusisha na usambazaji wa vifaa vya survey na mashine za kuchimbia, mashine kubwa za kisasa za kuchimbia. Kampuni yetu inasambaza kwa wachimbaji wadogo wadogo au mtu yote mwenye mahitaji, iwe taasisi, organization yoyote ambayo inahitaji au mtu binafsi, tunasambaza pia kwa East Africa. Karibu sana GK Water Expert kwa kazi zote au shughuli zote ambazo unahitaji tukufanyie zikihusisha mambo ya maji na umeme. Lakini pia kampuni ya GK Water Expert tunapatikana Dodoma, Tanzania, mtaa wa Safina karibu na sheli ya Total opposite na barabara ya Nyerere Road. Wasiliana nasi kupitia namba hizi hapa chini, kupitia email, WhatsApp, website au social media zetu. Asante. GK Water Expert, your water expert for your water need. Kazi, utu, tunasonga mbele. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Mimi naitwa Moses Sylvester Mpunga, mkurugenzi wa duka la bei za Kariakoo. Duka letu linaitwa Bei za Kariakoo na tunapatikana Kisasa sokoni karibu na daraja. Huduma ambazo tunatoa kwenye duka letu la Bei za Kariakoo, tunauza jezi, tunauza vifaa vya michezo kuanzia tight za mazoezi za juu na chini,
ndefu na fupi, viatu vya michezo, lakini pia tunauza socks. Vitu vyote ambavyo nimevitaja vinapatikana hapa Bei za Kariakoo kwa bei ya jumla na rejareja. Tumeliita duka Bei za Kariakoo. Bei zetu ni sawasawa na zile bei ambazo unaweza kuchukulia Kariakoo. Unaweza kufika moja kwa moja dukani kwetu ama kuwasiliana nasi kwa namba za simu 0712 367 396. Lakini pia tunapatikana Instagram, Twitter pamoja na TikTok kwa jina la Bei za Kariakoo Dom. Kwa tunawakaribisha sana, tuko Dodoma mjini kisasa. Bei zetu ni nafuu sana. Karibu sana. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Jina langu ninaitwa Pius Jayunga. Shirika la Amnesty International limetoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhakikisha utekelezaji wa marufuku ya silaha dhidi ya Sudani Kusini. Amnesty International imedai kwamba uwepo wa hivi karibuni wa wanajeshi wa Uganda nchini humo ni ukiukwaji wa wazi wa agizo hilo. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu limesema video zilizothibitishwa za kuwasili kwa wanajeshi wa Uganda katika mji mkuu wa Juba pamoja na magari ya kivita mnamo Machi 17 ni ukiukwaji wa masharti ya marufuku hiyo ya silaha. Marufuku hiyo ya silaha inayotarajiwa kumalizika Mei 31 imekuwepo tangu mwaka 2018 baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 5 kati ya vikosi tiifu kwa Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar. Sudani Kusini kwa muda mrefu imekumbwa na misukosuko ya kisiasa na hali mbaya ya usalama, huku mvutano mpya kati ya Kiir na Machar ukitishia kuitumbukiza tena nchi hiyo katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwingineko, serikali ya kijeshi nchini Mali imetangaza kusitisha shughuli za vyama vyote vya kisiasa katika taifa hilo la Afrika Magharibi linalokumbwa na mzozo. Waziri anayehusika na mageuzi ya serikali, Mamani Nasire, ametangaza uamuzi huo kupitia taarifa iliyotolewa kwenye televisheni ya taifa. Katika wiki za hivi karibuni, kumekuwepo na jaribio la mara kwa mara la kupinga kusitishwa kwa shughuli za vyama vya kisiasa nchini humo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeukosoa uamuzi huo likisema ni pigo jingine kwa demokrasia nchini Mali. Mnamo mwezi Aprili, mawaziri walipendekeza muda wa kiongozi wa kijeshi Assimi Goita uongezwe hadi mwaka 2030. Goita ambaye aliingia madarakani kupitia mapinduzi mawili ya kijeshi mwaka 2020 na 2021 ameahidi kuandaa uchaguzi, japo mipango hiyo imeahirishwa kwa sababu za kiufundi bila kutolewa muda maalum wa kufanyika kwa uchaguzi huo. Na hatimaye Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuiondolea vikwazo vyote Syria, akisema kwamba ni wakati wa nchi hiyo kusonga mbele na hivyo kuipa nafasi ya kuanza kufufua uchumi wake ulioporomoka kutokana na vita. Rais Donald Trump amesema kuwa Marekani haina mshirika wa karibu zaidi kuliko Saudi Arabia wakati wa ziara yake ya kwanza nje ya nchi, ziara ambayo anaifanya katika mataifa ya Cuba inayolenga zaidi kuimarisha uwekezaji. Akizungumza mjini Riyadh, kiongozi huyo wa Marekani pia ameahidi kuondoa vikwazo vyote dhidi ya Syria, akisema kwamba sasa ni wakati wa nchi hiyo kusonga mbele na kuipa nafasi muhimu ya kufufua uchumi wake ulioporomoka kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka mingi. Tangazo la Trump kuiondolea Syria vikwazo linaashiria mabadiliko makubwa katika sera ya muda mrefu ya Washington kuhusu Syria,
ambapo vikwazo vililenga serikali ya rais aliyeondolewa madarakani Bashar al-Assad na nchi hiyo kwa ujumla kutokana na visa vya ukandamizaji wa upinzani na ukiukwaji wa haki za binadamu katika muda wa karibu miaka 14. Afisa mmoja katika ikulu ya White House amesema Trump anatarajiwa kukutana na kiongozi wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa leo Jumatano nchini Saudi Arabia. Mkutano kati ya kiongozi huyo wa Marekani na kamanda wa zamani wa mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda aliyechukua madaraka baada ya Bashar al-Assad kuondolewa madarakani. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Ambapo mara baada ya kuweza kupata taarifa hizo za kimataifa, kwa sasa moja kwa moja tunaungana na kuelekea katika habari za michezo, ambapo tunaungana na Lai Saidi katika michezo kunani. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Habari za wakati huu mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa wa kuelekea viwanjani pamoja pia na burudani. Naitwa Lai Saidi, karibu. Kikosi cha Simba kimeondoka nchini siku ya jana kuelekea pale nchini Morocco kwa ajili ya mchezo wa kwanza wa fainali kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane. Kikosi hicho tayari kimewasili nchini Morocco kujiandaa na mchezo huo, ambapo mchezo utapigwa Mei 17 mwaka huu kule nchini Morocco.
Na ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea tena kwa siku ya leo kwa mchezo mmoja kuchezwa, mchezo ambao ulipigwa katika dimba la Al Hassan Mwinyi mkoani Tabora, ambapo KMC wameibuka na ushindi wa bao 1-0, bao likifungwa na Deogratias Anton akifunga dakika ya 58 kwa mkwaju wa penati. Na tukielekea taarifa nyingine, ni klabu ya JKT Queens yenyewe imerejea kileleni mwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa upande wa wanawake baada ya ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Yanga Princess. JKT Queens wamekusanya alama 3 zilizofufua matumaini ya kutoa ubingwa wa ligi kuu, huku akimshusha mpinzani wao mkubwa Simba Queens na kukaa kileleni mwa msimamo kwa tofauti ya magoli 16, wote wakiwa na alama 41. Timu zote mbili zimebakiza michezo miwili ili kutamatika kwa msimu huu, Simba Queens ikiwa imebakiza michezo miwili dhidi ya Bunda Queens, lakini pia Alliance Girls, wakati JKT Queens ikibakiza michezo miwili dhidi ya Fountain Gate Princess pamoja na mchezo wa Gates Program. Kocha mkuu wa kikosi cha Yanga Edna Lema yeye amezungumza baada ya mchezo huo kutamatika na kuweza kupoteza kwa mabao 2-0. Sana nimefurahi kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wengi ambao hawapati nafasi ya kuanza moja kwa moja, lakini leo umeona wamecheza, wamenipa kile ambacho niliwaagiza, kwa sababu unaona ina namna gani bila kujali kwamba napata nafasi ya kuanza kuanzia nje, kila mtu anapokea mafunzo na kuyaleta kwenye mechi. Ndicho ambacho kimetokea. Timu imecheza vizuri kwa upande wangu mimi, kwa mtazamo wangu, na performance ilikuwa bora. Kilichotenganisha ni kwamba mpata goli mbili, hatujapata goli. Nayo timu ya Dar City Basketball leo imetambulisha vyuma vipya ambavyo vitakwenda kuitumikia timu hiyo na kujiimarisha, lakini pia kwa kuongeza nguvu katika safu yao ya mbele kwa kuwasajili Emmanuel Chacha ambaye ni mchezaji wa kati na Adam Lutungu mchezaji anayecheza eneo la mbele. Lengo la kuwaleta wachezaji hawa wazawa ni kwa ajili ya kupata rebounds ama mipira ya kurudia pamoja na blocks, lakini pia kuzuia mashambulizi zaidi. Licha ya kuwa ligi ya kikapu imeanza kutimua vumbi, ila kwa Dar City wao watashuka katika mchezo wa kwanza kwa siku ya hapo kesho. Na tukielekea kimataifa, klabu ya Raja Casablanca ya pale nchini Morocco ina mpango wa kuachana na kiungo mshambuliaji Pape Osman Sako mwenye umri wa miaka 28 kuelekea msimu ujao. Pape Osman Sako yamehusika katika magoli 4 katika michezo 20 aliyocheza Raja Casablanca. Klabu hiyo pia imepanga kufanya marekebisho ya kikosi, huku Raja Casablanca itaachana na wachezaji kadhaa ikiwemo Pape Osman Sako aliyewahi kuitumikia klabu ya Simba. Na kwingineko ni kuhusiana na klabu ya Real Madrid imepanga kumrejesha beki wa kushoto wa klabu ya AC Milan na timu ya taifa ya Ufaransa Theo Hernandez katika dirisha lijalo la majira ya kiangazi. Beki huyo ambaye ni tegemeo kwa sasa katika kikosi cha kwanza cha Milan, awali aliwahi kuitumikia Real Madrid miaka 6 iliyopita kabla ya kuachana nao na kutimkia nchini Italia katika klabu ya AC Milan. Na katika tennis, Andrew Muller hatakuwa tena kocha wa Novak Djokovic katika safari ya kuwania taji la 8 la Wimbledon mwezi Julai baada ya makubaliano ya pande zote mbili. Mchezaji huyo kwa hivi sasa ambaye ni bingwa mara 24 wa Grand Slam alijiunga na Mura Novemba mwaka 2024, ambapo chini ya Mura Mserbia huyo alifikia nusu fainali ya Australian Open. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 37 amekuwa na msimu mgumu, akipoteza mechi yake ya kwanza katika michuano 4 kati ya 5 iliyopita na pia kuchapwa kwenye fainali ya Miami Open na Jakub Mensik mwenye umri wa miaka 19. Na tuelekee katika burudani ambapo Pendo Mkwawa anakuja na taarifa zaidi. Na katika burudani, msanii wa Bongo Flava Ibra amefika Baraza la Sanaa la Taifa BASATA saa 8:03 mchana akiwa ameongozana na mwanasheria wake pamoja na bodyguard ambaye wakati anashuka kwenye gari alishika mwavuli na kuzuia sura ya Ibra isionekane kwa wanahabari.
Ibra na Harmonize walitakiwa kufika leo kuitikia wito wa mwanasheria wa BASATA Christopher Kamugisha saa 7 kamili mchana kuwasikiliza. Tumefanya mazungumzo, lakini kikubwa tu ni tuachie Baraza la Sanaa mpaka watakapokuwa na uamuzi sahihi kuhusu hili. Na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tulipofikia ni pazuri zaidi. Okay. Labda kitu gani ambacho pia umezungumzia? Japo tu kwa ufupi hata ukituambia kidogo. Tulichozungumzia ni migogoro iliyopo, kwa mpaka kisha kuwa sawa tutaliongea zaidi. Okay. Yeah. Na hali ikoje kwa sasa hivi? Na hali ni kama hivyo ilivyo, kwamba tumewaachia uongozi wa Baraza la Sanaa wanalishughulikia. Ulizuia kuachia kazi yetu. Asante. Hiyo ni siku ya pili leo, Ibra. Bwana, huo ni Ibra. Pendo Mkwawa, Sky TV. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, taarifa yake Pendo Mkwawa inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Ni kurejeshe kwake Mariango Mugeta aweze kukamilisha Ulimwengu wa Habari. Lai Saidi amekamilisha hivyo katika Ulimwengu wa Habari na habari za michezo. Katika Ulimwengu wa Habari unapata nafasi nyingine tena ya kuweza kujua utabiri wa hali ya hewa katika saa 24 zijazo kutoka katika Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini TMA. Waligani ndugu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Langu jina ni Desderi Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo wa wastani unatarajiwa katika maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya ukanda wa pwani ya Bahari ya Hindi, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, huku hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Na kufuatia hali hiyo, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa katika maeneo yote yanayopatikana ukanda wa pwani ya Bahari ya Hindi, kijumuisha mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, visiwa vya Unguja na Pemba, mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, halikadhalika na maeneo ya Lindi na Mtwara. Hivyo wananchi na watumiaji wa bahari wanatakiwa kuchukua hatua stahiki. Mifumo ya anga inaonyesha uwepo wa viashiria vya mvua kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Na usiku wa leo tunatarajia kuwa hali ya mawingu kiasi inaambatana na ngurumo za radi katika maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria inatarajiwa. Maeneo ya pwani ya kaskazini ya Bahari ya Hindi kijumuisha mkoa wa Morogoro inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia, ndugu mtazamaji, inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na hapo kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, mkoa wa Kigoma na maeneo yote yanayozunguka ukanda wa Victoria inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua inaambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani, mkoa wa Lindi, mkoa wa Mtwara, halikadhalika na maeneo ya mkoa wa Ruvuma inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia, ndugu mtazamaji, inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na sasa karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Hali ya mvua pamoja na ngurumo za radi inatarajiwa katika mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Dodoma vipindi vya jua vinatarajiwa. Mkoa wa Mwanza navyo vipindi vya jua vinatarajiwa kuendelea kushamiri katika siku 4 zijazo. Kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro vipindi vya jua halikadhalika na vipindi vya mvua vinatarajiwa. Mkoa wa Mbeya vipindi vya jua na ukavu vinatarajiwa katika siku 4 zijazo. Mkoa wa Morogoro vipindi vya mvua pamoja na ngurumo za radi vinatarajiwa. Mkoa wa Arusha vipindi vya jua pamoja na mvua vinatarajiwa. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania tuna la ziada hadi wakati mwingine. Nikutakie wakati mwema.
Na tamati ya utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA ndio natukamilishia ulimwengu wetu wa habari. Kwa niaba ya wote walioshiriki nasi katika ulimwengu wa habari, mimi ni Maliango Mogeta, nikutakie usiku mwema.